Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Napenda kuzungumza na wewe kwa wakati huu jambo moja kuhusu namna ya kuhusiana na watu. Tuelewe ya kwamba watu wanapokuja kwenye maisha yetu, kila mtu anapokuja kwenye maisha yetu au vitu vinapokuja kwenye maisha yetu, kuna wakati vinakuja kutukamilisha mahali ambapo tulikuwa tumepungua, au watu wanaokuja wanakuja kutukamilisha kwenye udhaifu tulio nao, lakini hao watu wako kwa wakati fulani tu, sio wakati wote ambao tutakuwa nao. Kitu ambacho tunatakiwa kujifunza cha msingi sana ni kwamba, je, hao watu wakija, hao watu wanapokuwa wamekuja sasa kwenye maisha yetu, au vitu vinapokuwa vimekuja kwenye maisha yetu, nini tunapaswa kufanya? Ni nini ambacho tunatakiwa kufanya? Sisi ni kuangalia huyu mtu aliyekuja, ni nini ambacho tunatakiwa kujifunza kwake. Kile ambacho Mungu amekiweka kwa mtu husika ambaye amekuletea kwenye maisha yako. Kuwa makini sana kujifunza, kuangalia huyo mtu aliyekuletea kwako, unajifunza nini? Inaweza ukaletewa mtu ambaye yuko na ujuzi fulani. Hakikisha unafyonza, chomeka mirija yako hapo, hakikisha unachota vitu vya kukusaidia hapo. Maana akiondoka, kuna fursa utakutana nazo kwenye maisha yako, hautakuwa na uwezo wa kuzipata, kwa sababu kuna namna wewe ulijua tu watu wamekuja ili utengeneze tu urafiki. Kumbe hapana. Watu wanapokuja ni namna ya kujifunza mambo kadha wa kadha, na vitu vinapokuja ni namna ya kujifunza mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, cha kukuambia ni kwamba kuwa makini sana kwa chochote ambacho kinakuja kwenye maisha yako. Kwa mtu yeyote anayekuja kwenye maisha yako, wako kwa kusudi, sio kwa bahati mbaya. Lakini ukumbuke, kuna mahali ama kuna muda ukifika wa hao watu kuondoka kwenye maisha yetu. Hata kama tunawapenda kwa kiasi gani, wataondoka. Hata kama hivyo vitu tunavipenda kwa kiasi gani, vitaondoka. Kwa hiyo kuwa makini sana, kuwa makini.